Ukiniambia nitumie maneno mawili kuelezea situation ambayo wanapitia Young Africans leo hii, naweza nikakwambia ni furaha yenye huzuni ndani yake. Furaha kwa kutinga finali ya kombe la CRDB Federation Cup baada ya kumtoa JKT, lakini huzuni baada ya kuagwa na aliyekuwa mchezaji wao ambaye alifanya makubwa sana kwenye timu hiyo. Hivi sasa tunazungumza, kesho asubuhi mapema atasafiri kuondoka katika klabu hiyo ya Young Africans. Ndio maana leo wakampa kitambaa cha captain. Pengine labda unajiuliza ni nani huyo? Twende sambamba nikujuze, lakini kabla ya yote kwanza subscribe Off Pitch TV, kwa sababu sisi tumekuwa kwanza kukujuza yale mengi ya kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles. Twende moja kwa moja nikujuze kile ambacho nataka nikujuze kwa wakati huu. Kiungo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans na timu ya taifa ya Burkina Faso ama Burkinabe, Stephane Aziz Ki, ama unaweza kusema shemeji wa taifa, hatakuwa sehemu ya kikosi cha wananchi msimu ujao. Tayari Young Africans imefanya maamuzi ya kumuuza nyota huyo kutokana na ofa nono zilizofika katika meza za ofisi ya klabu hiyo, hasa kwenye meza ya CEO Andre Mtine. Aziz Ki ameuzwa kwenye moja ya vilabu vikubwa sana barani Afrika, na mara baada ya kukamilika kwa dili hilo anahitajika haraka iwezekanavyo katika majukumu yake mapya. Hivyo vyanzo vinadai kuwa mchezo wa leo wa nusu finali ya michuano ya CRDB Federation Cup dhidi ya JKT, ambapo wamepata ushindi wa magoli 2-0, magoli ambayo yamefungwa na Prince Mpumelelo Dube pamoja na Mudathir Yahya Habas, ndio umekuwa mchezo wake wa mwisho, na mwamba wa Wagadugu ndio mara yake ya mwisho pia kuvaa jezi ya kijani na njano, na anaenda kuvaa jezi nyekundu na nyeupe, wala si Simba. Twende tu utajua wapi ambapo yeye anaenda. Kuonyesha thamani na heshima yake aliyoiweka ndani ya kikosi cha Young Africans, uongozi uliamua leo kumpa kitambaa cha unahodha katika mchezo huo, ikiwa ni ishara ya kumshukuru kwa alama aliyoipanda ndani ya klabu ya Young Africans na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake mapya. All the best shemeji wa taifa. Kuondoka kwa Stephane Ki Azizi inatukumbusha msimu uliopita kuondoka kwa Fiston Kalala Mayele. Hii inaweza ikawa tafsiri ya kwamba bado timu zetu hazina nguvu pengine ya kipesa, ama hazina nguvu ya ushindani kumfanya mchezaji awe proud kucheza kwenye hiyo timu, akiamini anaweza akachukua makombe makubwa. Bado hatujafika huko, ndio maana tumekuwa tukiondokewa na wachezaji hawa. Hii ilitokea miaka ya nyuma kwa Simba, walimpoteza Luis Jose Mixon, lakini baadaye wakaja kumpoteza Papi Osman Sako ambaye alienda katika ligi ya Ufaransa. Safari hii tunaizungumzia Young Africa msimu uliopita ametoka kumpoteza Fiston Kalala Mayele. Hivi sasa upo katika finali ya CAF Champions League, na ndo mara yake ya kwanza yeye kucheza, itakuwa mara yake ya kwanza kucheza finali ya CAF Champions League. Lakini leo hii pia anaenda kumpoteza Stephane Aziz Ki ambaye anaenda katika klabu ya Wydad Casablanca, anaenda kucheza kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Huko watakutana na Juventus, lakini pia huko watakutana na Manchester City, hawa wa Pep Guardiola. Anaenda kucheza kombe la dunia, lakini huko anaenda kukutana na Selemani Mwalimu ambaye yeye alikuwa akipiga katika klabu ya Fountain Gate, ni Mtanzania kabisa huyu. Sasa hapa nipo na baadhi ya comment ambazo mashabiki wamemtakia kila la heri pamoja na uongozi. Kidogo inasikitisha kwa sababu nipo hapa na andiko la meneja wa habari na mawasiliano ya Young Africans Ali Shabani Kamwe. Yeye amesema kwamba, kwako Aziz Ki, ukipata kusoma barua hii, mwandishi ni mimi hapa, mwalimu wako Azam, ama ni mimi hapa ambaye nimekuwa nikikusemea mema kwenye kile ambacho ulikuwa ukikifanya. Umetuonyesha maana halisi ya kupigania nembo ya klabu kwa damu, jasho na mapenzi ya kweli. Uliingia Jangwani kama mchezaji wa kawaida, lakini unaondoka kama ngwiji uliandika historia kwa dhahabu. Goli zako, assist zako na kila tone la jasho ulilimwaga kwa ajili ya jezi hii limeacha alama isiyofutika mioni mwa mashabiki wa Young Africans. Ulikuwa si tu mchezaji, bali kiongozi, mpiganaji na chanzo
cha matumaini kila unapohitaji mabadiliko uwanjani. Wananchi wanakuaga kwa maumivu makali sana, lakini pia kwa furaha na fahari ya kuwa na wewe, fahari ya kuwa sehemu ya safari yako, fahari ya kusema alikuwa wetu hadi anapong'ara zaidi na kuwavutia wengine. Wa Morocco watapata mchezaji, lakini wananchi wamebaki na hadithi, kumbukumbu, na mioni mwao wamebaki na rangi ya kijani na njano. Asante kwa kila kitu Stephan K. Aziz. Daima utakuwa sehemu ya familia ya Young Africans. Tunakuombea mafanikio mema popote uendapo. Jangwani watabaki wakiimba jina lako. Ni maneno mazito sana. Lakini pia nakumbuka wakati anaondoka Fiston Kalala Mayele, kuna nyimbo hivyo aliitunga ambayo anaimba Mayele, Mayele, tutakukumbuka Mayele, 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 tutakupata wapi kama wewe, Mayele, Mayele, tutakukumbuka Mayele, 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 tutapata wapi kama wewe. Waliimba hiyo nyimbo kumwambia Fiston Kalala Mayele kila ambacho amekifanya Mayele huko, walikuwa na deserve kuimba nyimbo hii. Pengine labda Stephan Aziz anaweza kaja kuyafanya makubwa huko duniani, kwa sababu anaenda kukutana na Manchester City, si jambo dogo. Wanaenda kukutana na Juventus, si jambo dogo. Na faida ama uzuri, huenda ikawa kwa klabu ikawa ni shida, kwa sababu wanaenda kukutana moja kundi gumu sana, lakini kwa wachezaji ikawa heri, kwa sababu pia ni sehemu ya wao pia kuonyesha ubora wao na pengine kuweza kupata platform kubwa na kuuzwa zaidi. Lakini pia nipo na shabiki mwingine hapa ambaye naye ameandika kwa uchungu sana. Yeye ameandika akianza na kusema kila la heri Stephan Aziz Ki. Tulikuwa wote katika huzuni na katika nyakati za furaha pia. Nyakati ngumu ulitupitisha, tena wakati mwingine hata sisi hatukutarajia. Hii katika mchezo wao dhidi ya Club Africain, ambao ndio ilikuwa safari ya wao kwenda kucheza finali ya kombe la CAF Confederation Cup baada ya kutolewa na Al Hilal Omdurman kwenye raundi ya kwanza katika michuano katika kuania kuingia hatua makundi ya kombe la CAF Champions League. Jasho lako likiambatana na jitihada zako haviwezi kusaulika. Muda umefika ukatafute malisho mahali pengine. Young African Sports Club na Tanzania ni nyumbani kwako. Tunaamini utarejea siku moja. Kila la heri kwenye safari yako ya soka. Ndio atarudi, kwa sababu tayari ana mke huku, Hamisa Mobeto. Kwa hiyo tunaamini siku moja ama anaweza akarudi tena. Lakini pia si kurudi tu kama familia, pia anaweza akarudi kama mchezaji, kwa sababu tumeona baadhi ya wachezaji waliondoka na wakaweza kurudi. Ingawaje pia wapo wengine waliondoka wakarudi, lakini wakaondoka sehemu nyingine, si hapa tena. Hapa nakumbuka Emmanuel Arnold Okwi na Simba, alienda hadi Sweden lakini alirudi. Lakini pia unanikumbusha Luis Jose Mixon, alienda Ahali akarudi. Unanikumbusha Cletus Tota Chama, alienda RS Berkane akarudi. Lakini safari hii Stephan Aziz, kama pakikushinda basi Young Africans ni nyumbani, unaweza ukarudi na ukapokelewa vizuri kabisa. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa The Voice of Miracles na hii ni Off Pitch TV. Ili uendelee kupata taarifa hizi mbali, basi wewe tu cha kufanya subscribe, lakini usisahau kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Tunatumia Off Pitch TV. Tunakupenda sana kwa sababu wewe ni sehemu ya kutufanya sisi tuendelee kukujuza yale mengi ya kimichezo. Bye bye.